kama umeokoka na kama unataka ufalme wa Mungu uje kwenye maisha yako, lazima ufanye hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu nikudokeze kidogo. Biblia inaeleza kuhusiana na habari ya kulipa zaka. Kwa kila muamini anayemwamini Kristo ni lazima alipe zaka. Na katika kanisa, moja ya kitu kinasumbua sana ni watu kushindwa kulipa zaka, ni watu kushindwa kutoa dhabihu kwa imani. Hapo watu wanashindwa. Na watu wengine hata wanaweza wakaja kulipa zaka, lakini wanalipa zaka pungufu. Wanalipa za makadirio. Hawakai chini kupiga hesabu. Kwanza hapa inatakiwa nitoe kiasi fulani kwa sababu nimepata hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neno zaka Kiebrania. Neno zaka Kiebrania maana yake, neno zaka ama kutoa zaka. Naomba usikilize vizuri kwa umakini hapo. Neno kutoa zaka kwa Kiebrania linaitwa masal. Hebu sema masal. Sasa ukishasikia Kiebrania utaki kusema, sema masal. Masal. Hiyo ndiyo maana ya kutoa zaka ama kulipa zaka. Sasa katika neno hilo masal kuna neno hapo linaitwa asal. Sio asali, asal. Hili neno asal kwa Kiebrania maana yake ni utajiri. Maana yake kama neno masal ambalo ndani yake na neno asal, maana yake habari ya utajiri mtu anaotakiwa kuupata kwa Mungu, siri yake ipo na imefungwa katika mtu kuwa mwaminifu kulipa zaka na dhabihu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba hapo tuelewane vizuri sana, ili swali litakuwa muhimu sana kwako. Iko katika eneo hilo. Na tunaweza kuona kimaandiko asili ya zaka tunaanza kuionea wapi? Kwa Ibrahim baba yetu wa imani. Katika Mwanzo sura ya 14 na ule mstari wa 18 mpaka wa 20. Mwanzo sura ya 14 mstari wa 18 mpaka 20. Maandiko yanasema, na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Naye alikuwa kuhani mkuu, kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, Muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Angalia kipande kinachofuata. Sasa Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Hebu sema vitu vyote. Vitu vyote. Akampa nini? Sehemu ya 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atuoni hapa kwamba huyu Melkizedeki ambaye ni Yesu Kristo anamwambia Ibrahimu nipe zaka. Hapana. Ila unaona Ibrahimu mwenyewe maana yake alikuwa anajua hii kanuni ya kimungu kwamba anatakiwa nilipe nini? Zaka. Akatoa zaka ya vitu vyake vyote alivyovipata. Na baada ya hapo unaona maana yake hayo yalikuwa ni maisha ya kawaida ya kwake Ibrahimu. Biblia inamtaja Ibrahimu katika Mwanzo sura ya 13 mstari wa 2. Mwanzo 13 mstari wa 2 nasema, naye Abraham alikuwa tajiri sana. Hebu sema alikuwa tajiri sana. Alikuwa tajiri sana. Alikuwa tajiri kwa mifugo, alikuwa tajiri kwa dhahabu, alikuwa tajiri kwa fedha. Ibrahim alikuwa tajiri sana. Maana yake alijua siri ya utajiri wake ipo kwenye sehemu ya 10. Na akafanya hivyo. Biblia inatueleza kwamba sisi ni wana wa Ibrahimu kwa njia ya imani. Katika Wagalatia ile sura ya 3 mstari wa 7. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 7 nasema, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Maana yake kama baba yetu Ibrahimu alifanya kulipa zaka kwa sababu ya imani, maana yake na sisi lazima tulipe zaka kwa uaminifu kwa Mungu na kumtolea Mungu dhabihu nzuri kwa uaminifu, ili Mungu apate kutupa baraka za baba yetu Ibrahimu ambazo mojawapo ni utajiri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.